Je, ni kweli kwamba kura za mwaka 2027 Kenya zinaweza kuamuliwa na watu ambao si wa Kenya? Manake kwa sasa video zinazozagaa mitandaoni zinaonyesha Gen Z wakitoa onyo kali sana kwa wageni, wakisema wasijaribu hata kusogea karibu na vituo vya kupiga kura, na hali inaonekana inaweza kuwa mbaya zaidi. Leo tutaangalia video zote zilizoibua mjadala huu mzito, kutoka onyo kali hadi madai mazito dhidi ya serikali na ukweli uliojificha nyuma ya sakata hili. Kuna video moja imeanza kusambaa sana mitandaoni ya kijana mmoja anayejulikana kama Samuel Republic. Kwenye video hiyo, Samuel anatoa onyo kali sana kwa raia wa Burundi wanaoishi Kenya, akisema wazi kabisa kwamba hawawezi kushiriki kura ya urais wa Kenya. Kauli hii imegusa wengi, lakini pia imeibua mjadala mkubwa. Je, kuna ukweli wowote nyuma ya hofu hii? Na wa Burundi, let me tell you, kama unajua uko na IDs kwa kufanya election, wewe tu kaa kwa nyumba. Usijaribu kupiga kura wewe. Aro, tumeelewana? Wewe si kukaa tu kwa nyumba, hata kahawa usiuze, jipe off. Watu sasa wako na maasira nyingi. Tani pade mtu anasema ati tutamna hata nini refugee foreigner. Tutakupiga viboko mingi sana wewe tukikurudisha kwenu. Raundi hii hatutaki mchezo. Wa Burundi. Wewe niambia ati Mburundi na Msomali, ati Mkenya anapiga line ya kupiga kura, akiwa na Mburundi na Msomali wapo kwa nini? Kufanya nini? Maisha yenu huko kwenu mbovu ili washida mkakuja hapa. Tafadhali mfanye kenye iliwaleta. Please. Haya. Mishipi ndo zitafanya kazi kwa hiyo line round hii. Nimewaambia nyinyi. Lakini sio Samuel peke yake, kuna video nyingine ya Rapture akiwa kwenye podcast. Rapture naye anasisitiza ujumbe ule ule, akisema yoyote ambaye si Mkenya lakini ana kitambulisho asijaribu hata kusimama kwenye line ya kupiga kura. Hapa ndipo mambo yanaanza kuwa serious zaidi, kwa sababu sasa si mtu mmoja anayeongea, ni mawazo yanayoanza kusambaa kwa kasi. Kama wewe umetoka Burundi, umetoka Rwanda na uko na kitambulisho ya Kenya na watu wakutambui, mimi nakuambia itakuwa unacheza na kifo kwa line. This election is not a joke. Hata kama wewe ni mgalgale tu na unajishukushuku, wewe katu. Manze, watu wako na hasira mzee. Watu ukisikia watu wameanza kuongea, just know that people are watching. Kama sisi area yetu kasa tutaangalia. Burundi amehamia hapa. Na tuko na yeye kwa line. Na huyu jamaa amekuja hapa 2024. Lakini swali kubwa ni je, Wakenya wamefikia hatua hii kwa nini? Kuna mwanamke mmoja alieleza sababu ambayo inachochea hasira hii. Anadai kwamba serikali ya Rais William Ruto inaweza kuwa inategemea kura za wageni baada ya Wakenya wengi kupoteza imani na serikali iliyopo. Hii inatokana na kauli iliyohusishwa na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuhusu utoaji wa vitambulisho kwa wageni. Lakini je, hii ni ukweli au ni tafsiri potofu ya maneno? Ruto knows that Kenyans don't like him. Na kama Wakenya watavote itakuwa ni one term. So what he has resorted to ni kufungua boda zetu zote. Wa Tanzania wanaweza kuja, wa Somalia wanaweza kuja, wa Burundi wanaweza kuja, Ugandans can come in. Amefungua boda zetu zote. Na the CS Murkomen alisema that hao watu wenye wanakuja, the foreigners, watapewa IDs na wapewe voters card. Now, how can someone who is from Somalia mbona apewe right ya kuvote in a country yenye ameishi for less than 1 year? Apewe ameishi hapa for less than 5 years, then apewe chance ya kuvote. You know this government, it will do anything and everything kupeana illusion that imepita. And I just want to tell the president, si tutakuacha na margin kubwa, tutakuwa tunakuangalia nyuma. When you at 2 million, sisi tutakuwa at 12 million. Tutakuacha na margin kubwa. You will not steal while we watch. You will not steal while we watch. Watu wa Northeastern wamechanuka. They know for a fact that Aden Duale na his clique, they are not here to save them. Aden Duale is here to save the Somalis wenye wanatoka Somalia. If uliona TikTok fulani ya mtu fulani alikuwa anazunguka Eastleigh akiuliza watu wa Eastleigh kati ya Matiang'i, Kalonzo, Ruto, Gachagua, Edwin Sifuna, who they would vote for, every Somali who was asked alisema Ruto. Those are Northeastern. Hao si watu wa Northeastern. Hao ni watu wametoka Somalia, wamekuja na pesa zote, wameiba pesa za Minnesota, zinajenga flats huko Eastleigh, and then sasa you want to give those same people
a right to vote. Mtu hajakaa Kenya for more than 5 years. Watu wa Burundi, if you guys remember, kuna time Ruto alikuwa na host in a stadium and aliferi watu from Burundi to Kenya. I don't know kama walirudi ama walipewa IDs hapa. I don't know. But let me tell you, when we fix this country, tukishatoa huo jamaa, juu Wajaluo at some point mtafu kusema you're smarter than this. Like kama mnachukia Wakikuyu juu wanasema one term, yeah, endeni mseme one term na your people. Mko na watu wanasema one term. Akina Edwin Sifuna and his clique, they're not on the mountain. Endeni mseme one term na wao. Ndio hata nyinyi mkifika kwa table mtakuwa na something, okay? Si ati kusema now that Wakikuyu wanasema one term, Wajaluo watafu kusema two term. Kuna many options za one term. Go to Matiang'i, say one term na yeye. One thing is constant. One term. Wakati mjadala huu ukiendelea, kuna video nyingine imeibuka ikielezea ongezeko la wapiga kura wapya. Kulingana na maelezo haya, kampeni ya Tuko Kadi inaweza kuwa imechangia idadi kubwa ya watu kusajiliwa. Lakini hapa ndipo maswali yanaanza. Ni nani hasa wamesajiliwa? Je, mfumo uko wazi na wa haki? The IEBC wamesema they've managed to register 875,501 new voters in the past 11 days. And I promise you one thing, they would never have done this without Niko Kadi campaign. These numbers, they would never have done it without Akina Demba and any influencer mwenye ana push this particular campaign. Never. Kama ushaiona previous IEBC voter registration campaigns, they've never hit such numbers. Na kuna mtu pale tuko boardroom anasema, you know what, I managed to run a very successful campaign and now we have new numbers we've never seen. But thing is, ukiangalia malizo numbers zenye pale zimejaa mali where this registration are happening, you might be wondering, mbona kwa zile strongholds za watu wengine hakuna such numbers? I think it's strange at this particular point, to be very honest, because kuna places we would expect like the registration would be very high, and it's just only very high in Nairobi. So what is happening to other regions? Kiambu iko very high, Nairobi iko very high. What about other regions? Like for me, it's not really, the math is not mathing here. Na sasa hali imefikia hatua ya onyo la moja kwa moja. Mwanamke huyu anaonya wazi kabisa wageni kwamba Gen Z wa Kenya wako serious na hawataki mchezo. Hii inaonyesha jinsi hasira ilivyofikia kiwango cha juu sana mitandaoni. Habari za zinazosikizwa hapa na pale ni kwamba wewe kama ni Mburundi, Murwanda ama hawa watu wanajiita akina Kare. Watu wanajiita wa Somalia. Kama unajua wewe si Mkenya. Kama unajua uko na ID ya Kenya na wewe sio Mkenya, unaambiwa na hao vijana. Hiyo ndio nasikia kwa ground sasa. Usijaribu kupanga laini ya kwenda kuvote 2027. Na vijana ni wabaya. Muona venye wamehack nini ya Zambia? Zambia ama Zaire? Zambia. Wamehack loans app. Ni app loans ama ni loans app za Zambia. Na watu walipata hizo pesa. So nyinyi ambao mnajua wewe si Mkenya lakini uko na ID ya Kenya, please. Ukisikia vijana wameanza kusema hapo hivyo, they know what they mean. Vijana wa Kenya, hapana. Majenzisi wameiva eti guy. Wamewarn mapema ndio ikifika siku hiyo usiambiwe hukuoniwa. Wewe kama unajua sio Mkenya na uko na ID ya Kenya, please usijaribu kupanga laini ya kuvote. Or rather you don't try to vote, because if you vote and they know uvote na wajua kwamba umevote na wewe si Mkenya, please story haitakuwa the same na hakutakuwa na mpebere sana. Na unawajua hao majenzi. Unasikia pia bado wamesema ati wataficha vitambulisho za mama zao. Wewe msifiche vitambulisho zetu. Tafadhali, hata sisi tunataka kuvote, mama na mababa wa Gen Z. Yes, pia sisi tunataka kuvote. Wewe msitufichie VID. Tunataka kuvote. Tuwaongezee vote pia ndio hii kitu ikuwe ni landslide. So
if you are, wewe kama wajua wewe ni Mburundi, sijui wanasema Mburundi, sijui Uganda, sijui Somalia, sijui Zaire, hizo if you know you are in Kenya, you are not a Kenyan and you have a Kenyan ID, don't try or dare to go to the polling station to vote, because they will deal with you without mercy. That is the habari inafika huku shini. Hiyo ndio inaitwa sikiza ground. Hivyo ndivyo ground inasema, na sio mimi, ni hawa majenzi waulize. Yani kubaya namna hiyo, na watajua kama wewe si Mkenya. There are things ambazo huwa zinaangaliwa na unajulikana wewe sio Mkenya. Yes. So habari ndio hiyo. Don't try when it comes to 2027 kutry kuvuta and you are not a Kenyan. Na habari ndio hiyo. Sasa swali linabaki, je, hii ni hofu ya kweli au ni propaganda ya kisiasa? Je, mfumo wa kura Kenya uko salama kuelekea mwaka 2027? Niachie maoni yako kwenye comment section. Unadhani wageni wanapaswa kushiriki kura kama wana vitambulisho, au hii ni hatari kwa demokrasia ya Kenya? Usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa story kama hizi kali zaidi. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Pia wataanza kuniambia niko majuu. Huku si majuu. Kenya si majuu? Sio majuu. But si mnakujanga Kenya nyinyi wote? Tunakuja juu kwa sababu huku job opportunities ni mingi. Kwetu Kenya kuna job opportunities. Wao wanasema hakuna kazi. Wewe unajua sisi tunakuja tunauza kahawa. Tunaenda tunajenga home. What? Ngoja, kahawa. Kahawa Kenya unajenga Burundi? Si ndio? Unajenga nyumba kwenu ama at least Burundi nafaa nikuje nitafute girlfriend. Yeye unasema kuuza kahawa, unajenga nyumba Burundi. Haunioni? Nimeshakuona. Wewe sio kwa mkora. Wewe sio kwa Mkenya. Hapana. Ni